Whatever you need, you came here with tonight. God is awesome. He's awesome. He's awesome. He's awesome. He's awesome. He's awesome. Amen, amen, amen. You may sit down, you may sit down, you may sit down. Take your seats. Take your seats. I'm glad to stand here today. Leo hii nataka tuingie katika kitabu cha Joshua chapter number 5 and verse number 1 to verse number 9. Mine is to speak the word and the blessings of God. But mine is to bring the word of God, the oracles of God to you. Neno la Bwana kwenu mkabarikiwe. And then the word of God is the one ambayo itakuinua katika spirit yako. So follow me here in Joshua chapter 5 and verse number 1 to verse number 9. Now the Bible says, so it was when all the kings of the Amorites were on the west side of Jordan, and all the kings of Canaanites who were by the sea heard that the Lord had dried up the waters of Jericho from before the children of Israel until we had crossed over, that they had melted, and there was no spirit in them any longer because of the children of Israel. Verse 2. At that time the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time. So Joshua made flint knives for himself and circumcised the sons of Israel until the heel of the foreskin. And this is the reason why Joshua circumcised them. All the people who had come out of Egypt, who were males and were men of war, had died in the wilderness on the way after they had come out of Egypt. For all the people who had come from had been circumcised, but all the people born in the wilderness on the way as they came out of Egypt had not been circumcised. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till the people who were men of war who came out of Egypt were consumed because they did not obey the voice of the Lord, to whom the Lord swore that he would not show them the land which the Lord had sown to their fathers, that he would give us a land flowing with milk and honey. And verse number 7, then Joshua circumcised their sons who he raised up in their place, for they were uncircumcised because they had not been circumcised on the way. So it was when they had finished circumcision, all the people, they stayed in their places in the camp till they were healed. The Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore, the name of this place shall be called Gilgal to this day. Everybody say amen. Tupigie Yesu makofi ya juu, tuseme abere amen. My Gilgal, that means all my shame, aibu yangu itaondolewa hapa Gilgal. Bwana Yesu asifiwe sana. Our God is a God of covenant. Mungu wetu ni Mungu wa maagano. So if God is a God of covenant, anapokuingiza katika maagano, yeye huhakikisha ya kwamba anataka kutembea na wewe. That is the impression of our God. So Mungu anataka kutembea na wewe, na pia sio kutembea tu na wewe, he wants to bless your life. That is the makeup of our God. Anapotembea na wewe, he wants to bless you. 3, anataka kukuondoa pia katika aibu ndogo ndogo za maisha. 4, anataka pia kuachilia ulinzi katika maisha yako, or what he call protection upon your life. So then God now, he gives a covenant to the people ambao anataka kutembea na wao. Anawapea maagano. He give them covenants. And that's why the Bible says when he called Abraham, alimpea a covenant, which means alitaka kutembea na yeye. Everybody say amen. Therefore, God, when he loves you, he elects you, he chooses you. He elects you, he calls you come. That is why even Peter was elected by Jesus Christ. Wakina John, James, Zebediah, they were elected by Jesus when Jesus alikuwa anataka kuanza his ministry. And that's why when God loves you, he will elect you, ama atakuchagua. And that's why us who are born again tumechaguliwa from the world. Amen.
And in this way, he gives you a covenant so that you may be able to walk with him. Ya kwamba ukapate kutembea pamoja naye. Hangependa, Mungu hataki, when he loves you, he elects you, he chooses you, utukue karibu na yeye. Hakutaka utembee mbali sana na yeye. He wants to be so close to you. And therefore, in that covenant, he shall give you a land that belongs to you. Now, land here means a blessing or a promise already he has already given in the word of God. Now, the land that God was giving the Israelites as a promise because he chose them, aliwachagua kama watu ambao wanawapenda. There is no vacant land. Bwana Yesu asifiwe sana. We read the book of Joshua because Joshua is the person now ambao anaelekeza watu hao wakapokee the land, ile nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi for so many years hawakuwa wameipata. So now here come Joshua, the man who is now to finish the leg, ama to finish, to fulfill the prophecy or the word of God to the Israelites. So Joshua now comes and pick up the Israelites to the blessings of God to where they are supposed to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Now these people wanaingia katika ile nchi ambao wamebambia na Bwana, the blessings of God ambao ni baraka za Bwana, or the inheritance of God. They are going to that land. Na hiyo nchi haiko bure. Hiyo nchi iko na wenyewe, iko na Wakanani, iko na Wajebusi, iko na Waamoriti. They are there. So they have to give way for the people that God has chosen to occupy the land. Maybe you are in the house of God. You don't have a house. You don't have a job. You don't have a career. Haujui kule mbele kuna kaaje. I want to tell you something today. Ya kwamba the job that you're about to get, ambapo utapata kazi hiyo si yako. Kazi hiyo ishamilikiwa na wale waliosoma zaidi kukuliko. Somebody say amen. Mashamba ile ambao Mungu anataka kukupea tayari iko na mtu hapo akona title deed ya hiyo shamba. So it's a matter of you now claiming in the spirit that that land may belong to you in the spirit and in the natural. There is no vacant land somewhere that can just land on you. The vehicle that is somewhere already that you are waiting for, hiyo gari already it has either a registration number or a chassis number or the engine number. Amen. So it is, nothing is free. Hakuna kitu ambacho kiko tu bure. So you need to understand again today that the business that the God is going to give you, hiyo biashara already tayari inamilikiwa na wale watu ambao wanajua kufanya biashara. They are businessmen. Wanajulikana hii biashara ni ya watu fulani and nobody can do this business. So already it is already occupied. Now if everything is already occupied, I need to understand my Gilgal. Amen. Now we could be going through shame in our lives. Naweza kupitia aibu katika maisha yetu kwa sababu hakuna vitu fulani hazijatendeka. In other words, tulienda shule na mtu fulani akaolewa mbele zangu. Mimi sijawahi olewa ama sijapata kazi. Tulienda mtu shule moja akapata shamba ama nyumba ama gari sijapata. Maybe you may be passing through a shame of a kind in your life. But I need you to understand ya kwamba God is the mastermind of removing that shame in your life if you believe in his voice and in his word. Now the Bible says in verse number 1b, inasema hivi, number 1b, tuseme katika lugha ya Swahili 1b. Waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyo ikausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli, hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. You understand that? Now Joshua now is saying here, when God dried up the waters of Jordan, Mungu alifanya kitu hapa that there may be a way for them to pass and go the other side. Mungu waliposikia wale watu ambao they occupy your land. Somebody say amen. How do I arrive to my Gilgal? Because it is in Gilgal whereby things are happening. Mambo inatendeka in Gilgal. There is a changeover. Katika barabara, unapotembea katika hizi highway, when you want to go to the other road, you don't have to go to the roundabout. Hakuna roundabout. You have to go to the last lane. You change over, you go kwa underway, you urudi, and then you go. Maybe an example is on Mombasa. Now in the life of a Christian, the Israelites, their changeover was in Gilgal. Ama ile kubadilishwa ilipatikana Gilgal. Because hawa watu ambao wanakuja wanataka wabarikiwe, lakini kuna kitu iko ndani yao, hawaja kuwa circumcised. Now I need to understand something. During Joshua time, it was by circumcision, kupitia circumcision, and this circumcision ndio ililete a covenant with God, because wale ambao hawakuwa wametayarishwa ama hawakuwa wamekuwa circumcised,
time. So the Bible says Gilgal, it was a place ya changeover. And now God was separating the people. Mungu alikuwa anawaseparate watu from the land of Egypt, from the demons of Egypt, from the powers of Egypt, from the powers of Pharaoh. He wanted the people to become his, that he may bless them and give them his inheritance. Somebody say amen. Tupigie Bwana Yesu makofi ya juu, sema amen. Piga Yesu makofi ya juu, sema amen. Wakati Mungu anataka kubariki maisha yako, ni lazima akuwe na maisha, kitu ambacho inaitwa changeover. He has to place you katika mahali ambapo he is prepared to place your life. He is prepared kusonga na maisha yako. Pale Gilgal katika changeover kuna umwagikaji wa damu, kuna watu wanakuwa circumcised in that place. So God was separating them from Egypt and from the generations curses za mababu zao ambao wengi walikufia katika jangwani. Why was this so? Because that he can bless them and remove them from the shame, ile aibu ya Misri. Because in Misri walipata umaskini, in Misri walipatikana katika bondage, in Misri walitoka wakiwa katika slavery. So hawangeenda katika njia ya kubarikiwa na Bwana. Hata kama wangeingia katika nchi ya Kanaani, still hawangebarikiwa na Bwana. So God wants to make a line. He wants to draw a line between the unblessed and the blessed. Therefore, why Gilgal? Kwa nini Gilgal? Why? We need to understand something. In your life, you have generation powers. Kuna zile nguvu za ukoo ambazo zinafuata maisha wanadamu. Kuna powers because umetokelezea mahali. I always say, hakuna mahali umetokelezea tu katika anga, umetokelezea in a generation. Kumbuka kwamba the days of Abraham, for God to bless Abraham, God had to call Abraham, toka out of your parents, come out of your people, come out of Haran. So he brings Abraham out of Haran, out of the parents, because God was dealing with generation issues, generation demon. Ile mapepo ya ukoo ambayo unashikanga watu hawezi kubarikiwa zaidi ya ukoo yao. So akamuondoa, akampeleka kule, alimpeleka Misri na wapi, but finally tunapata kwamba Abraham was so blessed. Now if you want to be blessed, because of, I said this year kwamba we are going into our inheritance, ambapo our blessings are similar katika zile ambazo Mungu alimbariki nazo Abraham. So here we are. Therefore understand one thing, without interruption ya generation curses, generation demons, without interruption ya ile mahali ambapo ilitokelezea kama hujaokoka, God wants to set you apart. He wants to remove the powers of your four failures out of your life. Anataka kuondoa zile powers za mambo iliyopita katika maisha yako. Anataka kuondoa nguvu ambazo zimefuatilia maisha yako up to today, bado zinakufuata, aziondoe katika maisha yako, that he may deal with you as a person who is born again, to bless your life and to lift your life higher than what you are today. Now going backward, what are the powers of Egypt? Hizi nguvu za Misri ni powers za aina gani? Ni kama powers za ukoo, powers za kule uliozaliwa, powers za majina ambayo unaobebana nayo. Sometimes you have a name that you don't know that name has power behind it. Kama umeitwa jina fulani, kuna huyo mtu katika maisha yake alifail, alikuwa mtu ambaye alikuwa miserable in life, but our parents give us names, that names ambazo hatuzielewi. So sometimes you can carry the powers from Misri, the powers from your generation. Unaweza beba powers za failure, unaweza beba powers za kile kitu unafanya bidii. You work so hard but you cannot even invest. You work so hard you can't save. You work so hard, you wake up very early in the morning, unafanya kazi kwa bidii but hawezi ukabarikiwa. Need to understand something today. The powers of Pharaoh, that is what is happening to Joshua here now. Power ya Pharaoh ilikuwa bado iko katika maisha ya wana wa Israeli, and that's why they are coming to a place called Gilgal. Now in Gilgal is a place whereby God has to draw a line between the powers of Pharaoh to separate them and the people ambaye amewaita. God has to separate you from the powers ya kwenu na ule ambayo amekuita, because wakati unapookoka, unaokoka as a person. You don't get saved as a family. Everybody say amen. Hallelujah. Tukiokoka, we are saved as a person. Unasema Bwana Yesu, okoa maisha yangu. You don't say okoa familia yangu. For the family, we pray for them that they may be saved. But for you, you ask God to save your life. You ask the Lord to save your life. Amen. Power ambayo ilikuwa katika watu hawa ni power hii. Number one, ilikuwa ni power ya slavery, ya utumwa. Kufanya kazi mingi sana, mshahara kidogo. Amen. Power ya bondage, ya kushikwa mateka. Another one ni power ya shame, aibu. So those three powers is what now God wants to fight
in Gilgal. And nataka leo mtu afike Gilgal leo katika ibada hii, na tutakapoondoka Gilgal leo ni lazima uwe tayari kwenda kuchukua shamba lako kule ambayo limeshikwa, ile kazi yako ambayo imeshikwa na watu ambao hawafai kuwa katika hiyo kazi, wameshika kazi yako. There is only one sister here. I love that sister because she responds to the word of God, and that's why surely God does it for you. Somebody say amen. Can I hear amen? Somebody shangilia Bwana, mabwana sema amen. In verse number 8, Joshua chapter 5 and verse number 8, maandiko inasema, just go backwards kidogo, inasema, so it was when they had finished circumcising all the people, they stayed in their places in the camp till they were healed. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati walimaliza kutairisha watu, so much bloodshed in that area. I don't know whether it was in a river, I don't know whether it was on a hill, but I will tell you after this. So walipomaliza kutairisha watu, people were to stay in the camp until wapone, that they may take off. Bwana asifiwe sana. Understand this. And God spoke to Joshua. Mungu akamnenea Joshua akamwambia, tell them, waambie. And God is telling me to tell you, tell them. I want to tell you, church, this day, sema siku ya leo, Bwana anasema aibu yangu imeondolewa. Tumpigie Yesu makofi ya juu. Sema aibu yangu. Sema Bwana Yesu, aibu yangu inaondolewa leo katika ibada hii. Tumpe Bwana sadaka mzuri ya makofi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. So that's what God said to them. Now, the reproach of Egypt was number one is bondage, mateka. Sometimes unaweza shikwa mateka ya kwamba hata kazi nzuri ikitokea hawezi kupewa, hata promotion nzuri ikitokea hawezi pewa, hata kitu kizuri kitokea hawezi pewa, maono mazuri kitoka mbinguni hawezi pewa. Unaweza kuwa umefika mahali ambapo una ile hali ya kukosa luck inakuwa na wewe. Anytime you raise up every day, the spirit of luck ama roho ya kukosa inaambatana na wewe. Hata unapoenda katika biashara, unapoenda katika career yako, unapoenda katika masomo, unapoenda katika kushughulika, you have the spirit of luck inakuwa na wewe. Number 3, roho ya aibu, the spirit of shame. Aibu inaweza kuwa na, because shame ni kitu ambacho kinangojenga kukuaibisha in as much as you want to pray to this God, in as much as you want to follow this God. Shame inajipanga kukuangamiza. That is why we need to understand this. Kuna kitu inaitwa umaskini, poverty. Poverty ni kitu moja ambayo is a spirit ambayo even if you try to work so hard, you wake up very early in the morning, unafanya kazi kwa bidii sana, but the spirit of poverty inajipanga tayari kuingia na kuambia kwamba I am here to stay. Leo hii ni mwisho wake in this ministry in Jesus mighty name. Number 5, kuna kitu inaitwa kukataliwa. Sometimes you may be in your life because you have inherited from your misery, from your Egypt, from your generation, from where you came from. Unaweza kuwa umerithi kitu ambacho you are just but to be rejected because your mother was rejected, your father was rejected. Something rejection happened somewhere in your family members. So inagojanga when you want to just get something, unakataliwa. You cannot even achieve, you can't even go beyond something. You could be under sin, some sin, dhambi ingine ambayo unajaribu kutoka ndani ya hiyo dhambi, lakini hiyo dhambi imekushika mateka. You just go back, you try to come out, you pray, you fast even, unafunga, but still find you are still in the same sin. And then finally kuna ile inaitwa Adamic curse, ile laana ya Adamu wa kwanza, our first parent. That one, it is on every person ambayo he is born of a woman. Adamic curse is always upon you until now Jesus the Son of God comes and removes from your lives. Somebody say amen. Jambo lingine ni magonjwa ya jamii, family sicknesses, ambapo in a family kuna diabetes inamaliza watu, cancer inamaliza watu, magonjwa ya jamii. Baba yake aligonjeka hii, baba yake kwenye kuna mtu mulizika kwa sababu ya magonjwa haya. Those are family sickness. The Lord is telling me to tell you. Maana kaambia Joshua, I am your Joshua today. Bwana ananiambia nikawaambia kwamba atawaondoa katika aibu ambayo imejipanga kupatana na wewe. Utaingia katika mahali ambapo kazi yako imeshikwa na watu ambao waliosoma sana. Piga Yesu makofi ya juu, sema amen. Shangilia Bwana, sema glory to God. Now you need to understand some problems, some family problems. Shida za jamii zitamalizika leo, aibu za jamii zitaondolewa katika maisha yenu. If you are here, shout a big amen and say
A better amen to somebody. How do I arrive to my Gilgal? Nitaingia Gilgal yangu namna gani? Through circumcision. But the circumcision of the physical is not what I'm speaking about. Nataka niongee circumcision of the spirit. Hallelujah, somebody. Give the Lord a better clap offering in the house of God. Paul writes in 1 Corinthians, Romans chapter 2 and verse 29 there. Let's just open there as I beloved. Because the circumcision, utayarishaji nataka kuongelelea leo ni kuhusu mioyo. The circumcision of the heart. So in Romans, Warumi 2:29 wapendwa. Let's go to Romans chapter 2 and verse 29 there. If you're there, shout a better amen. Romans chapter 2 and verse 29 very quickly. Bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani na tohara ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Hii Apostle Paul anamaanisha kuwa msafi katika moyo, being pure in the heart, kuwa msafi katika moyo. Amen. That means kuwa separated from the world, separated from sin, separated from the ancestors. Paul anarifaa circumcision hii ama utayarishaji huu kama wa roho, the circumcision of the spirit. How? By obeying the law of God. Kwa kutii sheria ya Bwana. When you obey the law of God, you are circumcising your spirit, you are circumcising your heart. When you obey the voice of God, when you obey the word of God, when you obey the law of God. Bwana anasema usifanye usherati, usitamani mke wa jirani, usiibe. You are obeying, you are circumcising the heart. There is some circumcision ambayo inatendeka katika maisha yako. So Paul here is referring, he argues with the Jewish circumcision only outwards. Anapingana na Wayahudi ya kwamba ule kutayarishaji wa nje peke yake, the outside, the foreskin of a baby boy or a young boy, it is not very important. But the heart or the sinful heart, therefore, physical circumcision does not help. Ile nasaidia ni ile utayarishaji ama circumcision ya ndani ya moyo. Moyo wako unapokuwa circumcised, hiyo ndio Apostle Paul anamaanisha kwamba hiyo ndio itakayosaidia kwamba ukaungane na Bwana, ukae katika mpango ya Bwana, that you may be separated from your ancestral land, ancestral demons, ancestral spirit, that you people may now be a part of the blessings of God. Therefore Paul ana focus kwa hali ya moyo, anaangazia kwa hali ya moyo. He is focusing on the condition of the heart. Moyo uko namna gani? How is your heart? Is your heart pure? Is your heart circumcised? Moyo wako iko namna gani? Iko tayari kupokea, because it is from the heart ambayo moyo inatuma kwa mawazo na mawazo itatuma nje. Somebody say amen. So now Paul is saying here, anasema kwamba only the Holy Spirit can purify the heart and set apart for God. Somebody say amen. Ni Roho Mtakatifu wa Bwana, si mtu wa kawaida. He is not even the pastor, he is not even the bishop, but the Holy Spirit of God is in a position to come inside and purify your heart and make you separated, be part of God. Somebody hear the gospel and say amen. Tumshangilie Bwana, sema amen. Kama Roho Mtakatifu ataingia, atafanya moyo kae msafi, na hiyo moyo atakuweka uwe wa Bwana. Be set apart for God. Somebody say amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi ya juu, sema amen. And that's why the Bible still says a person's heart must change. Moyo wa mtu lazima ibadilike. Moyo wako inapobadilika, because it is the engine ambapo God is going to determine your blessings from your heart. It is your heart that is going to push you to the next level, to the blessings of God for healing. And that is your heart that will now bring faith inside you, because your heart received the word of God. So now Paul here is focusing on the heart. That Paul say this change, Paul calls it a circumcision ya moyo. Hii mabadiliko Mtume Paulo anaoitisha ni mabadiliko ya moyo. So Lord God used the same word katika Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy in the Old Testament, even before Apostle Paul came. Deuteronomy chapter 30 and verse number 6 there. Don't even open the Bible, but I'll paraphrase for you. The Bible says, and the Lord your God will circumcise your hearts and your heart and the heart of your descendants to the love of the Lord your God with all your heart and your soul, and you may live.
The children of Abraham, watoto wa Ibrahim, the children of Ibrahim are those who follow Abraham. Bwana asifiwe sana. Watoto wa Ibrahim ni wale ambao wanamfuata Ibrahim. If you understand watoto wa Ibrahim ni wale wanamfuata Ibrahim, then understand by example we live by faith. The Bible says in Hebrew, Abraham is our father of faith. And that's why in Genesis chapter 15 and verse number 6, Mwanzo 15 mstari wa 6 pale, maandiko inasema hivi, when God now had entered Abraham into a covenant of a tie. Biblia inasema mstari wa 6, and he believed in the Lord and he counted it for him for righteousness. Ya kwamba Abraham believed in God and he counted it for righteousness. So if you understand that, then physical circumcision does not make one a child of God. Lakini unapotayarishwa katika moyo, you become a child of God by faith. So then now then you are circumcised katika moyo wako by obeying the law of God, by believing the word of God. Kutii neno la Bwana, kulifuatilia neno la Bwana. You decide, baada ya kudedicate maisha yako kwa Bwana, nataka sasa nifuatilie Bwana katika neno la Bwana, katika kutii amri za Bwana katika maisha yangu, bila kusikia kile ambacho watu wanasema, because people will not command your life, but the devil will use people to bring shame in your life. God is looking for people ambao watamtumikia katika maisha yao, are people that are going to serve him. If you shall understand to serve God, because when Jesus now called the disciples, Peter come, Petero come, Yohana njoo, they followed him because he was wanting people ambao watamtumikia. Wakati mpendwa umeamua kumtumikia Bwana katika udogo wako, katika ukubwa wako, katika vile ulivyo, katika madhabahu ya Bwana, kupitia imani yako, you are making your heart. In other words, you are giving your heart to the Lord. Unapopeana moyo wako kwa Yesu Kristo katika madhabahu, because you must belong to a local church. Somebody say amen. Then you say, I will open up my heart to serve God in that place. Therefore, that shall be my Gilgal. Nitatii neno la Bwana. I shall obey the word of God. Nitatii the commandments of God. Sheria ya Bwana nitaitii katika maisha yangu. As you move on, as you walk on, as you climb higher, unapotembea, I can assure you that Jesus is preparing katika maisha yako kuondoa aibu na mambo ambayo iliyoletwa katika maisha yako kupitia ukoo, ya kwamba ikawe ni baraka kwako. This is the year of the blessings of God. Hii ni mwaka ya kuinulia na Bwana. Kama unajua hivyo, ni mikono yako juu, sema mchungaji, niko tayari kuinulia Bwana katika maisha yangu. Sitabaki nyuma, nataka nisonge na wateule wanaposonga mbele, hata mimi nataka nisonge mbele. Tunaposonga mbele, hata wewe usonge mbele. Wakati kanisa inapanuka, hata wewe panuke kwako nyumbani. Piga Yesu makofi juu, sema amen. Katika biashara utapata kupanuka, katika maisha yako ukapata kupanuka, katika afya ukapata kupanuka. Sema amen. Piga Yesu makofi juu, sema glory to God. Say I receive. Hallelujah. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Oh yes. Say as you mean it. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Sema oh. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Father God, we just want to thank you this afternoon. Lord, we give you praise and we give you glory. We honor your name because you are wonderful, Lord. Thank you for the things that you are doing in the midst of your people. You are God, mighty are your miracles of your holy name. Lord, we bow down and worship you. Oh, just lift up your hands to him. Oh,